Sema amina upate kubarikiwa. Sema amina upate kubarikiwa. Hallelujah. Somo langu linasema, my title today says, kuandaa, preparing, kuingia, to enter, na kuishi and to live katika msimu mpya. in the new season. Kuandaa, to prepare, kuingia, to enter, na kuishi and to live katika msimu mpya. in the new season. Unajua tangu mwanzo, Since the beginning wa uumbaji, of creation, wakati Mungu anaanza uumbaji, when God started creation, aliona ni vyema sana He saw that it was well. aanze na majira, We started with season. aanze na nyakati, Start with season kabla ya chochote. before anything. Kwa nini alitaka aanze na nyakati au majira kabla ya chochote? Why He started with season before anything? Kwa sababu chochote ambacho alikuwa anaenda kukiumba, Because anything that He wanted to alitaka create kiwe ndani ya majira. wanted to be in the season. Na kwa sababu kitakuwa ndani ya majira, Because it's in the season, kuna kusudi kwenye hayo there is majira. a purpose in each Bwana Yesu season. asifiwe sana. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe tena. Praise Jesus Mtu again. mmoja nisomee Mwanzo moja. One person should read Genesis 1:1. Ninaanza hapo. I'll start there. Kwa hiyo So, Mungu God, anapoanza tu safari yake when He started His journey ya kufanya mambo, to do anything, anaandaa majira kwanza. He prepares the season first. Kabla ya chochote ambacho kingelionekana, Before anything that needed to be seen, anaandaa majira He kwanza. started, Anaandaa nyakati He kwanza. prepared the season first. Akimaanisha Which means tunawajibika sana na ni muhimu sana it is very important, sisi kama watoto wake, us as His children, kuelewa majira to understand the season ambayo Mungu ameyaweka that God has kwa put ajili ya maisha yako. for in our Haleluya. lives. Piga makofi, sema amina. Clap your hands and say amen. Ni muhimu kuelewa majira It is important to ambayo understand the season Mungu ameyaweka that God has kwa kept ajili ya maisha yako, about your life. kwa sababu usipoelewa Because if you don't understand majira ambayo Mungu the ameyaweka season that God has kwa put ajili ya maisha yako, about your life, kuna mahali hautafika, there is a place you'll never na reach. unaweza ukafika, Even if you reach the lakini destination, ukafika kwa maumivu, that you kwa sababu arrive in pain, hauelewi because you don't namna know Bwana anavyotaka. where the Lord Bwana Yesu wants. asifiwe sana. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Nitasoma kwa jina la Yesu. Soma kwa jina la Yesu. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Biblia inasema hapo mwanzo. The Bible says in the beginning. Hapo mwanzo. In the beginning. Manake kabla ya kuumba mbingu na nchi, It's before creating. kuna neno linaitwa mwanzo. There is a word. Hallelujah. Beginning. Hallelujah. Hallelujah. Manake kabla ya mwanzo Which means before kulikuwa hakuna mwanzo, there kulikuwa was na no umilele. beginning. There was forever. Mungu hakuishi God kwenye never mwanzo. Haleluya. Aliishi nje ya mwanzo, manake aliishi kwenye umilele. Because he lived in the Aliishi kwenye umilele. He lived in Na forever. kwa sababu aliishi kwenye umilele, Because he lived in forever. wakati anaanza kutengeneza majira When he started creating, au anaanza kuweka vitu, when he started to put things, alihitaji kutengeneza majira he needed to create ambayo wanadamu wanaweza wakayaishi, that the humans ambayo wanadamu wa kawaida wenye mwili that the human wanaweza wakaishi ndani ya hayo majira, live in the na season. hayo majira In the season, yanabadilika kutokana change na namna Bwana ameyaweka. according to Haleluya. how God has put them. Haleluya. Hallelujah. Ila kuna aina ya watu Mungu But there are alitaka waishi ndani ya majira God wanted to live ili wasifanye mambo ndani ya hayo so majira. that they will Haleluya. not do things in the season. Kuna aina ya watu They are the type of alitaka waishi ndani ya hayo who majira wanted to live in the ila wasifanye mambo but they should not do anything sawasawa na majira yanavyosema. according to the season. Kuna mtu anaelewa? Narudia There are tena. people that have not understood. Kuna baadhi ya watu There are some type of people Mungu ametaka God has wanted waishi ndani ya hayo majira for them to live in the season, ila wasifanye vitu but they shouldn't do anything kutokana na hayo majira according to the season yanavyoongea. that they wanted. Wafanye kama Mungu They should do as how anavyotaka kwenye hayo God majira. wanted to do in the season. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Kwa hiyo kabla Mungu hajasababisha uwepo wako kwenye nchi, So before God has kabla Mungu hajasababisha wewe uzaliwe, before God has accepted you, aliandaa majira yako He kwanza. prepared your seasons first.
alipoandaa majira yako, when you prepared your season, ndipo akakuandaa na wewe uishi kwenye hayo majira. that is when you prepared for Kwa chochote kinachoendelea kwenye maisha yako, whatever is happening in your life. hakuna kipya kinachotokea, There's nothing new that is isipokuwa happening, ni kile tu ambacho Bwana except the one tayari alishakiweka has already kwa put ajili ya maisha yako. for your life. Pigia Yesu makofi kama Clap your hands for unavyo. Jesus. Mhubiri sura ya 3:1. Ecclesiastes 1. Mwanzo 3:1 Yes. inasema, Ndio. basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko Mhubiri 3:1. Ecclesiastes 1:3. mhubiri. Yes. Nataka unifuatilie vizuri kwa makini, nitazungumza taratibu sana leo. I want you to follow me very properly. I'll speak Unaweza slow. sione fujo kama ulizozoea kuziona. You might not see the fire that you're used to. Kwa nini natamani unifuatilie taratibu. So I Haleluya. hope you follow me very. Mhubiri 3:1 inasemaje? Ecclesiastes. Tasoma kwa jina la Yesu. Soma kwa jina la Yesu. Mhubiri 3:1 inasema, Inasemaje? kwa kila jambo kuna majira yake, Anasema kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Maana yake anamaanisha majira yalipotengenezwa, Mungu akatengeneza na kusudi. God has Haleluya. created a purpose. Haleluya. Hallelujah. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, majira na kusudi In other words, ni purpose vitu and vinavyotembea season, pamoja. these are things that walk Mungu together. akikupa majira, When God gives you a ametengeneza season, kusudi He has ndani ya hayo prepared a majira. purpose in the season. Kuna mtu ananielewa? Does anyone understand Mungu it? akikupa majira, God, when He gives you a season, ametengeneza na He kusudi has ndani ya prepared a majira. purpose in the season. Lakini haishii hapo, But it does not end there. ameandaa na uwezo He prepares wa the kukusaidia strength au kumsaidia mtu to help you kutimiza lile kusudi to achieve the ndani ya hayo purpose in majira. the season. Basi why ni muhimu kuyajua hayo majira, The one it is very kwa important sababu usipoelewa because if you don't hautaelewa namna ya you will kufanya not understand what to katikati do ya hayo in majira, the midst of the season. hautaelewa namna ya You won't kufanya know what to do katikati ya hivyo in the vipindi. midst of that season. Kwa hiyo ni muhimu sana So it is very sisi important kama watu wa Mungu for us like the people of kuelewa ya God kwamba to understand that Mungu ameweka God has kept kila jambo everything na wakati wake in its time. na kila kusudi In every purpose chini ya mbingu under kwenye the huo heaven. wakati. In Haleluya. that time. Haleluya. Kwa hiyo hakuna jambo unaloliona Because there's nothing linalofanyika kwa bahati mbaya. that is done. Hakuna kitu ambacho unakiona kimetokea tu from nowhere kikazaliwa. Hakuna jambo ambalo unaliona limetokea tu likaanza kuonekana. Chochote kinachoendelea kwenye maisha yako kilikuwepo tangu mwanzo. Haleluya. Kilikuwepo tangu mwanzo, ila haukuweza ukijua, kwa sababu kuwa makini kuelewa mawazo ya Mungu juu ya maisha yako. Lakini hakuna jambo hilo jipya linaloendelea kwenye maisha yako. Mhubiri akasema kwamba nikatazama na kuona chini ya mbingu I have looked and seen kwamba mambo yote, that everything, hakuna jambo jipya. there's Haleluya. nothing that is new. Akasema vilivyokuwepo sasa hivi Everything that is there, hata mwanzo vilikuwepo. even in the beginning they were there. Haleluya, haleluya. Hallelujah, hallelujah. Haleluya, haleluya. Hallelujah, Endelea hallelujah. kusoma hii Mhubiri. Continue reading Ecclesiastes. Mstari wa pili, Inasema wakati wa kuzaliwa Ndiyo. na wakati wa kufa. utaendelea kusoma. Continue to read. Anasema maana yake tu kama majira Mungu kayaweka. Kumbe unapoona majira ya furaha Then if you see the time, the na season yale of joy, majira ya huzuni, The time of majira ya sorrow, kuomboleza, the time of si majira ya kulia, the time of majira ambayo the time watu wanakula vizuri that na people are mengine yanakuwa hayako sawa. Other than Hayo majira yote yaliwekwa yapo. Haleluya. Majira yote yapo, all seasons. kwa hiyo lazima yatokee. So they must. Yesu akawa anawakumbusha watu, akawaambia duniani Telling them that in the world mnayo dhiki. there is Anajaribu kuwakumbusha, maana wanafunzi wake waliamini ya kwamba wakiwa ndani yake hawataona nyakati za dhiki. Kwa hiyo akawa anajaribu kuambia, hata kama mmeamua kuwa ndani yangu, kuna nyakati za dhiki zitakuja kwenye maisha yenu. Haleluya, haleluya. Alitaka waelewe ili wasijiona zile nyakati zinakuja ghafla na wakajiuliza, mbona Yesu hakutuambia, mbona hakutuonya juu ya haya majira hadi yamefika ghafla. Akasema hapana, lazima niwape taarifa ili saa ikifika wajue nini wanatakiwa kufanya kama watoto wa Mungu. Sema amina upate kubarikiwa. Sema amina upate kubarikiwa. Sema amina upate kubarikiwa. Kwa hiyo nyakati zile lazima zije, They must nyakati ambazo unaweza ukafurahi na nyakati ambazo za changamoto, nyakati
nyakati zote zimewekwa. All seasons are Nyakati ambazo unaweza ukapata fedha nyingi sana, na nyakati ambazo utakosa fedha kabisa. Hizo nyakati zote zipo. Haleluya. 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 Nyakati zote all seasons are there. Mungu ameziweka. Haleluya. Kumbuka somo langu linasema kuandaa, to prepare, kuingia, to enter, na kuishi and to live katika majira mapya according to the new au katika msimu mpya. or the new season. Naomba usisahau. Please do not forget. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Haleluya.